kabla hujamuona shetani ndiye adui wa mafanikio yako, wa ndoto yako, wa ndoa yako, wa huduma yako. Kabla hujamwangalia shetani, angalia maadui hawa kwanza, kwa sababu hawa wako kwenye maisha yetu ya kila siku. Shetani anatoka nje, lakini hawa wako kwenye maisha yetu ya kila siku. Adui wa kwanza ni adui wa kupoteza muda. Kupoteza muda ni adui mkubwa wa kule unakokwenda, sababu muda hautungoji. Muda hautusubiri. Ukipoteza muda hautakungoja. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto kwa watu wa Mungu ni kupoteza muda. Huyo ndiye adui wa mafanikio yako. Jambo ambalo itakiwa ulimalize leo. Mungu ni wa majira na nyakati. Kwa akija akuta bado wewe unabuzbuzi muda, unaona bado kesho ipo, anaondoka anaenda kwa wengine. Maana kesho sio yako, kesho ni ya Mungu. Ya kwako ni leo ambayo amekupa. Fanya kitu kinachowezekana kwa muda na kwa wakati. Huyo ni adui mkubwa. Lakini adui mwingine ni kufanya vitu au mambo ambayo hayako kwenye ratiba yako. Huyo ni adui mkubwa. Kufanya vitu, na Waafrika tuna hiyo changamoto. Umepanga leo naenda naamkia kwenda Kariakoo, usiku mtu anakupigia simu, kesho twende Bagamoyo. Twende. Ilikuwa ruti ya kwenda Bagamoyo, hata kama nakulipia nauli. Achana na wewe ulikuwa umepanga kwenda Bagamoyo. Sasa unakwenda kufanya, ndo vile kwamba miongoni mwa vitu vya muhimu nimesema ni kuwa na maono. Maono yanatulimiti, yanakupa mipaka kwamba nini ufanye na nini usifanye. Kufanya vitu ambavyo haviko kwenye ratiba vitakuchelewesha. Watu wa Mungu, umri hautusubiri. Mungu anapokupa jambo lifanye kwa wakati. Amina. Lakini adui mwingine ambaye ni changamoto ni uzembe, uvivu na ulegevu. Yoshua 18 mstari wa 3. Tuliombea sana hiyo kwenye maombi yaliyopita. Mtakuwa walegevu hata lini kuiendea nchi ile ambayo Bwana amewakusudia? Kwa kwenda kwenye ahadi yako, kwenye Kanani yako, inatakiwa kupambana. Inatakiwa vita ili uendee, sababu shetani anajua kabisa ukienda kule utakuwa mtu mwingine. Unakwenda kwenye mafanikio ambayo kufanikiwa kwako sio faida yako tu. Kuna mamilioni ya watu umewabeba kupitia mafanikio ambayo Mungu amekusudia kwako. Kuna watu wana makampuni humu. Kuna watu ni wakubwa kesho yao. Sasa kupitia mafanikio hayo haitakuwa faida kwako tu. Kuna wengine pia Mungu amewaandaa wabarikiwe, wafanikiwe kupitia wewe kuajili. Kwa epukana kufanya vitu ambavyo haviko kwenye ratiba yako, lakini pia ulegevu na uvivu. Lakini adui mwingine ni watu wasioendana na maono yako. Hakuna sababu. Ndio maana Yesu kama Yesu ni Mwokozi, ni Mungu. Kwa Yesu alichagua watu 12 tu katikati ya wanafunzi wengi. Wengine kawasema tu hao watakuwa wanafunzi ambao nitakutana nao mara moja. Lakini wa kuendana na maono yangu ni hawa 12. Kwa watu ambao hawaendani na ndoto zako, haina maana wachukie. Husiana nao, lakini kwenye zile movement za unakokwenda. Biblia inasema watu wawili wawezaje kwenda pamoja wasipopatana? Hiyo ni Biblia. Haina maana tukiokoka beba kila mtu anaendana na wewe. Na ndio maana wakati Mungu amemwambia Ibrahimu aondoke katika ile nchi, yeye na mke wake, akamchukua na Lutu. Mungu hakuongea naye chochote baada ya pale. Lakini alipoachana tu na Lutu, Mungu ndo anamtokea na mwambia, sasa inua macho yako. Tazama sasa, hii nchi nimekupa kwa ajili yako. Unaweza kukaa na watu ambao wanaharibu. Yeye unaona ni rafiki kabisa, lakini kumbe huyo ndiye anayekuzunguka. Huyo ndiye anayekuchelewesha. Unamshirikisha vizuri maono yako, ndoto zako, mipango yako, lakini yeye unapompa mgongo anatafuta namna gani ya kukuhamishe usifike kule unakokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana pia Yesu pamoja na wanafunzi 12 hakuwa anasema yote katikati yao. Alijua hapo kuna kina Yuda wasaliti. Kwa pia katika 12 akachagua wengine 3 ambao walikuwa na nafasi ya kuambia siri zake za ndani sana.
wewe una kampuni, wewe una shirika. Sio kila jambo umwambie umemwamini mtu mpaka unamwambia ile mipango yako ya peke yako. No. Kuna mambo hata kama una kabineti yako ile ya head office ya kabineti yako ya juu kabisa ile, ambao manager ambao nawaamini, waambie vitu lakini pia waweka mipaka, vingine vibaki kuwa siri. Kuna watu wamenyang'anywa viwanja, wamenyang'anywa mali kwa sababu walijiachilia sana, wakawaamini sana, wakawapa siri zao zote. Mwisho wa siku wale walioamini wakawageuka. Bwana Yesu asifiwe. Vision killers, waua maono, wanakuwa karibu sana juu ya waua maono sana na wewe. Sasa ukijiachia, mwisho wa siku watakugeuka. Kuna watu ambao wamenyang'anywa wachumba wao. Yani kweli, yani yule kabisa rafiki yangu kweli. Rafiki yako ulimwamini sana, wewe uchumba hujatangazwa tayari umeshamwambia. Anaona sasa nakukomesha. Anajibebisha kwa mchumba wako. Na wanaume nao vipofu, wanaona tu kwa hapa, huyu si ndo yeye huyu. Anakugeuka. Shida uliamini sana. Adui huyo mkubwa ambao lazima tupambane naye. Adui mwingine mkubwa ni magonjwa na umaskini. Jamani, niseme hiki kitu cha muhimu sana. Afya yako ni ya muhimu kuliko vitu vingine vyote. Kwa sababu kama afya yako ni mgogoro, hauwezi kufanya kile unachokitaka kukifanya. Sasa watu wa Mungu, hasa wapendwa, tunamwamini Mungu mpaka tunapitiliza. Kuna mtu alishaweka msimamo, mimi sitaenda hospitalini. Yani hata niugue sitaenda. Nitoe mfano wangu mimi mwenyewe, lilinipa shida sana. Mwaka 2013 niliugua hernia, ugonjwa wa hernia. Sababu nilikuwa nafanya kazi za nafanya kazi ambazo nilikuwa naloa sana muda mrefu. Nilikuwa nafanya kazi za kuosha magari. Kwa 2013 nikapata shida hiyo. Sasa nikasema hapana. Sasa nikakutana na imani, mafundisho. Wewe bado kijana mdogo, ukienda tu kufanyia operation hernia, ndugu yangu utazaa. Acha maombi yaanze. Piga maombi sana. Funga sana, sikubali, lazima nipone. Nikapambana hiyo 2013, 14, 10 na bado kija hujaoa. Aise, hernia iko kwenye mazingira, iko kwenye ofisini. Acha kabisa. Maombi sana. Sasa nashangaa kila ninavyoomba ndo kama hali inazidi kuwa mbaya. Maumivu yalikuwa madogo, maumivu yakawa makubwa kabisa. Siwezi, kuna wakati inabanwa, siwezi kuinuka wala kukaa. Yani ni maumivu. 2015 katikati ya mwaka, usiku nimelala nikaota ndoto. Mungu alinihurumia tu. Nikaota ndoto nimeenda hospitalini, nimefanyiwa operation, halafu nimepona. Nikashtuka usingizini, nikamwambia Mungu, hii nini? Sema nenda hospitalini, nitakuponya kupitia madaktari. Nilivyoenda faster tu watu wa mpaka leo. Jamani, nimeoa sijaoa? Nina watoto sina watoto? Ninao 2 bado 5. Haleluya. Amen. Moja ya kitu cha muhimu kanisa, nisikilize, afya. Ukisikia tatizo lolote, kimbia hospitalini. Kama umeomba unaona bado una imani Yesu, umeomba unaona bado haiko sawa, nenda hospitalini. Yani kuna vitu Mungu hataki kutuponya kwa miujiza yake. Anataka upitie mikono, kwa sababu madaktari pia ni watumishi wake. Yani kuna wengine ambao baraka yao au Mungu amewaleta duniani kutibu watu tu, ndio Mungu alichowaletea duniani. Sasa tukisema kanisa wote hatutaki kwenda hospitalini, hao watafanya kazi gani? Wakina Watandala watamchunguza nani? Bwana sifiwe. Moja adui mkubwa upambane naye ni afya. Kuna watu wengi
tunapitia maumivu, tunachelewa mpaka mwisho wa siku unaenda hospitalini unakwambia mbona umechelewa? Mimi ninaenda ile 2015 naenda hospitalini. Daktari ananiambia mbona umechelewa sana, mpaka tayari utumbo umeanza kutoboka. Ikabidi waanze kukatakata baadhi ya nyama. Ujinga. Ndio vile watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Wewe unajua ni kiroho tu. Maarifa ni kujua mambo. Hao ni maadui ambao pambana nao. Lakini adui mwingine ambaye pambana naye ni matumizi mabaya ya pesa na mali. Hiyo sitaiongelea sana sababu nimeshaisema. Usiwe na matumizi, acha ponda mali kufa kwaja. Wewe yani haufi leo wala kesho. Una miaka 100 mbele yako. Sasa kama umeponda mali afu kufa kwaja, utakaa miaka 100. Uwe na nidhamu sana ya pesa na mali. Amina, mtu wa Mungu. Mimi huwa naumia napoona unakutana mzee kachoka, lakini bado yuko majalani anaokota nini? Makopo, anaokota vyuma, akauza apate kilo moja akauze. Ukimuuliza wewe ukiuliza background yake anakuambia huyu alikuwa tajiri, lakini akaona ponda mali kufa kwaja. Sasa hajafa mpaka kazeeka. Uwe na nidhamu ya pesa na mali. Adui mwingine ambaye tunamshughulikia leo kwa muda huu uliobakia ni kuridhika na hali nzuri au hali mbaya. Kuna mtu huyo ni adui. Ukisharidhika kwamba nimeshafika kwenye key point, ni wakati wa kula na kunywa ukisharidhika na hiyo, hautatoka hapo. Moja adui wa mafanikio yetu kwenda kula ambako Bwana ametukusudia ni kuridhika. Nimeshapata fedha, akaunti inasoma, nina nyumba. Mungu hataki uwe na nyumba moja. Yaani Mungu mpango kama unaona na hivyo vitu, ujue Mungu ana mara 100 ya hivyo vitu Mungu amekusudia. Kwa usiridhike, ile bidii yako isipungue, ile movement yako isipungue, ile nidhamu yako ya muda isipungue, iendelee vile vile ili uendelee kuzidishwa na Bwana. Usiridhike. Usiridhike na hali ngumu. Mimi ni wa hivi hivi, nikishapata tu wa kula inatosha. Mungu hajakuleta duniani ule. Kuna kitu zaidi ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yako.